na Emanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi. Sasa katika injili yetu ya leo, mwinjili Yohana anatuambia kwamba huyu neno wa milele wa Mungu aliyejishusha akaja kwa watu wake, hawa watu wake wakawa ni vioja. Kuja kwake ni tendo la upendo, ni tendo la huruma, ni tendo la wema. Lakini wale waliojiwa na huyu Masiha, huyu Mwokozi, huyu Emanueli, hawakumpokea. Hawakumpokea. Bahati yao mbaya. Wewe umempokea, umebatizwa, umekuwa sehemu ya familia ya Kristo, kanisa. Sasa lakini usikubali tu kwamba umeanza safari ya kumpokea Kristo alafu kabaki unagamba mimi ni Mkristo, mimi ni Mkristo, mimi ni fulani, mimi ni mwana wa Abrahamu. Alafu ukakuta kwamba unatamka hayo ukiwa unagalagala kwenye matope, ukiwa unamuiga nguruwe ambao unaweza kumwogesha sasa hivi. Akiona kidimbwi cha tope anaenda anagalagala mle, anagalagala. Tusiwe nguruwe, tubaki watu, tubaki wasafi, tuthubutu kuchuchumilia utakatifu, tuthubutu kujitanabaisha kama watoto wa Mungu, tuthubutu kumuungama, kumfuata na kumshuhudia Kristo bila aibu na bila woga. Na tusiwe Wakristo wa jina tu. Juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri lakini ndilo hilo linalofaa. Nimsikia lofa mmoja akisema Wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa balozi wa Baba Mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima. Wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima. Hivi hapo kuna ukweli? Enyi Wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? Na huyo aliyekuwa anasema hivyo kwa ulofa wake amethubutu kuwa mnafiki. Amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni Mkristo kweli. Huyo sio Mkristo. Huyo ni kibaraka. Huyo ni ndumira kuwili. Huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu, anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo. Samani tena kwa neno nitakalotumia, huo upumbavu. Mkristo hapaswi kuwa mpumbavu. Mkristo anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema mimi ni Mkristo na sitakuwa ndumira kuwili. Mimi ni Mkristo na sitasema uongo. Mimi ni Mkristo
sitamwonea yeyote, kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu. Kwa bahati mbaya, Watanzania tumeingia kwenye huo mchezo wa kuthubutu kutendeana maovu, wa kuthubutu kudhulumiana, wa kuthubutu kunyanyasana, wa kuthubutu kutendeana hiana na kudhani kwamba hiyo ni kazi ya Mungu. Na kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa. Hata Wakristo baadhi wako tayari kujiuza na kufanya kazi ya hila, ya uovu, ya chuki, kazi isiyompendeza Mungu. Hapo ndipo nchi yetu ilipofika sasa, kuwa mchanganyiko wa watu wa hila, mchanganyiko wa watu wa dhuluma, mchanganyiko wa watu wa uonevu na manyanyaso, mchanganyiko wa watu wezi, mchanganyiko wa watu ambao wako tayari kuwapigisha wengine magoti wakidhani hiyo ni kazi ya Mungu. Msidanganye. Uovu hauwezi kamwe kuwa kazi ya Mungu. Na neno wa Mungu, neno wa milele, ametwaa mwili akazaliwa kwetu kusudi wema utawale, ukweli utawale, utakatifu utawale. Kwa hiyo watu wa Mungu wa parokia ya Goba Maria na parokia nyingine zote za Dar es Salaam, mnaoweza kunisikia kwa namna mbalimbali, niseme kwamba narudia tena kuwapongeza kwa kumkaribisha Kristo, kwa kumwadhimisha Kristo. Lakini basi muadhimisheni katika ukweli, muadhimisheni katika uadilifu, muadhimisheni katika haki, muadhimisheni katika utakatifu. Na msiogope. Msiogope kuwa wa kweli, kwa kuwa Kristo ni ukweli wenyewe. Msiogope kuwa wema, Kristo ni wema wenyewe. Msiogope kuwa na huruma, kwa kuwa Kristo ni huruma ya Mungu iliyomwilishwa na kuja kwetu. Nirudie tena kuwatakia heri na baraka za mtoto Yesu.